Leo niko hapa kwa ajili ya kutoa elimu na kukagua vinywa vya watu wote ambao wamekuja hapa na kuwapa ushauri kwa ajili ya kupata matibabu. Kwa sababu kiuhalisia kuna uhusiano wa karibu sana baina ya kinywa na meno pamoja na afya ya moyo. Na hasa inaanzia tangia mtoto yuko mdogo. Mtoto akiwa na miaka, akiwa anazaliwa au akiwa anaanza kuota meno, anaanza kwa anaugua meno au magonjwa ya tonsils, kuvimba. Ukidilai kumpatia matibabu kama mzazi, ana chance kupata ugonjwa wa moyo unaitwa rheumatic heart disease ambao unatibiwa pale Jakaya pia. Kwa hiyo ili mtoto umlinde na magonjwa hayo, lazima umkague kinywa na umtibu kinywa tangia yuko mtoto. Na pia kwa watu wazima, mtu mzima ambaye anataka kufanyia upasuaji wa moyo kwa ajili ya kuamini ule wa kufungua moyo, lazima kwanza ajakaguliwe nini? Meno. Kwa sababu bila kufanya hivyo, kuna chance kupata infection kwa moja kama meno yake yanatundu au yametoboka hadi kwenye moyo. Kwa hiyo inashauriwa kabisa kuja before kufanyiwa upasuaji wa moyo, lazima kwanza akaguliwe kinywa, kuweka kinywa chako kipo safi kabisa, then ndo anatibiwa moyo. Kwa hiyo kuna uhusiano wa karibu sana. Ndio maana afya ya kinywa na meno nayo inachangia mtu kupata shida ya moyo hasa kwa watoto. Kama sehemu ya tiba mkoba kwa ajili ya kufikisha huduma kwa wananchi wa Zakiem Mbagala, na huduma zetu kwa leo tunafanya vipimo vya awali vya changamoto za moyo, sukari. Kwa upande wangu idara ya upasuaji tutaangalia ngiri maji, vidonda sugu upande wa mishipa na vidonda vya muda mrefu ambapo vitokanavyo na matatizo ya mishipa pamoja na sukari, pamoja na changamoto ya mifupa, maumivu ya mgongo ya muda mrefu na tiba ya kinywa na meno. Asilimia kubwa sana wagonjwa hawaji hospitali mpaka waugwe na wafikie hatua ambayo ni ngumu kidogo. Kwa hiyo kwa leo tumefika hapa kusogeza huduma kwa wananchi wa Mbagala. Ushauri kwa wananchi ni kwamba wasiogope kuchunguza afya yao, na utakapogundua mapema ndipo matibabu yanakuwa marahisi na ya muda mfupi zaidi. Mimi niko napita hapa na shughuli zangu, nikawa nimeona hili zoezi ni zoezi zuri. Nilikuwa nahamasisha hata Watanzania wenzetu wajaribu kuwa wanapima afya mara kwa mara, sababu mtaji wa maisha ya binadamu ni afya. Huwezi kuwa unakula tu kila siku hujui chakula kinaenda wapi. Lazima ujue changamoto za afya zako ili uweze kujitibia kwa kuona madaktari kwa wakati. Hilo ni jambo zuri zaidi. Na huduma tulizopata hapa ni nzuri, zimetufurahisha kwa sababu unapotaka kujua afya yako bila kutumia gharama yoyote ni jambo zuri sana. Kwa sababu ungeenda hospitali zingine ungetumia gharama na majibu yangekuwa ni yale yale. Lakini hapa unapata majibu mazuri. Unapata watu wakarimu wanakuelekeza vizuri, unaelewa unachoelekezwa, mwisho changamoto zako unakuwa unazijua. Mimi nashukuru kwa hilo. Ukitibu kwa wakati utaishi.